yake kukombolewa. Tunakwenda kujiunga na wakili Dr. Hamis Masud kuangazia sheria katika eneo la mali za ndoa na masuala ya kukopa. Wakili Hamis, Dr. Hamis, nakushukuru kwa kujiunga nasi muda huu. Tuanzie hapo. Mtu anataka kuelewa kwa sababu ni sekeseke ambalo lilionekana mali za wanandoa hawa zilitumika katika mkopo, sekeseke likiwa hilo. Utaratibu ni upi kunapotokea jambo kama hili, mali za wanandoa kakopa, labda mmoja akawa ametoweka duniani? Kwa mujibu wa sheria ya ndoa, kwanza tuanzie hapo, zinatambua kwamba mali ya ndoa ni ile mali ambayo imekutwa na ikaendelezwa au imechumwa kwa pamoja. Maana hiyo ni mali ya wanandoa. Okay. Inapokuwa mali ya wanandoa kwa mujibu wa utaratibu, maana ni kwamba mmoja hawezi kufanya jambo pasi ridhaa ya mwenzake. Kwa hiyo kama mume au mke ameuza hiyo eneo hata likiwa kwenye jina lake, sheria ni makosa. Mkataba huo ni batili. Hata kama utakwenda mahakamani baada ya hali, manake usitegemee kwamba haki itakuwa upande wako. Kwamba kitendo cha kukosekana ridhaa ya wanandoa, kwamba ile ridhaa ya mwenza, manake kile kitu chochote kinakuwa ni batili. Na kumekuwa kuna mtazamo mkubwa sana wa sisi jamii, hususan sisi wanaume, kwamba unaamini kwamba kitu kikiwa kwenye hati yako unasema hii ni mali yangu. Sheria ya ndoa haitazami hivyo. Hiyo inasema ni mali za wanandoa, wala sio mali za watoto. Kuna mwingine anasema hii mali itakuwa hii ni mali ya watoto, leo na kesho kutwa. Mtoto si mali yake. Kisheria ni mali ya wanandoa. Mtoto atakulisi pindi pale utakapokuwa umetangulia mbele za haki. Za kuweka sheria ya darasa. Sio watoto wakiwa hai useme bwana nyumba ya watoto msiguse, si ndio? Hakuna hicho kitu. Ni mali ya ndoa. Watoto wana haki kulisi ukishatangulia mbele za haki. Wajibu wa baba na mama kuhakikisha tu kwamba watoto wanapata malezi bora, wanapata haki ya elimu kama wako chini ya umri, wanaelewa vizuri kwa mujibu wa sheria ya mtoto kama inavyoelekeza, mipaka imeishia hapo. Kwa kisheria na ndio maana utakuta muda mwingine kaka, kuna wengine baba anakuza nyumba au mama, watoto wanakwenda mahakamani kupinga. Hicho kitu hakipo. Ile ni mali za wanandoa, sio mali za watoto. Okay. Sasa kwa sasa tukijaribu kutazama kisheria ili sakata ambalo leo limeamuliwa na mkuu wa mkoa, likoje sasa kisheria? Japo tuliona mama analalamika kuna hata signature wameifoji saini yake. Limekaaje kisheria? Kwa mujibu wa sheria unavyosemea swala la forgery ni makosa ya jinai. Kugushi nyaraka, kufoji, haya ni makosa ya jinai. Au labda Dr. Samani, wakati unaendelea, labda mwanandoa mmoja anaweza akakengeuka baada ya kutia saini, baadaye huko akaja akasema jamani mimi sijaridhia nini, wakati kashatia saini kashakubali, hapo napo tutaangalia vipi? Yaani kwa hivyo unaposemea forgery maana yake ni kwamba jeshi la polisi wenye mamlaka ya kufanya uchunguzi wa forgery, maana ni lazima waitishe vielelezo, yaani zile nyaraka original za mikataba. Watachukua fingerprint za mama, alama za vidole, shanifahamu, na wale wengine wahusika, alafu watapeleka kwa mtaalamu wa uchunguzi wa masuala ya kisayansi au mambo ya handwriting hayo. Kwa hiyo kule sasa hivi wameboresha, kule kuna vifaa maalum ambavyo vinachunguza. Kwa hiyo ndio vitasema kwamba saini hii ni yenyewe au sio yenyewe. Kwa hiyo gundulika kwamba saini ile sio yule mhusika, maana yake hapo ndo inaingia kosa la kugushi nini? Kugushi nyaraka ambao unashtaka kwa mujibu wa sheria. Lakini katika ile sekeseke pia mimi nilistajabu kaka. Kwa kifupi. Hata utaratibu uliotumika wale mtu kwenda kumtoa ndani. Okay. Maana yake je, huyu mtu alikuwa na vibali halali? Naam. Nakushukuru. Nimekusoma. Kwa ndio nitegemea sote bloka wajibike pia. Dr. Hamis, nikushukuru sana. Muda ukiwa umeniishia hapa, nakushukuru sana kwa muda wako kwa kujiunga nasi, na nikufahamishe tu mtoto wangu Israel alikuwa anatazama TV muda huu. Amesikitika sana kuona hizi mali, simtamwachia.